kwa jina naitwa Sofia James Filimon. Naishi kijiji cha Mrutabu, kata ya Kirusha. Ninashukuru kuona mradi huu wa muungano wa programu ulivyokuja kwenye zahanati yetu kata ya Kirusha, kijiji cha Mrutabu. Kwamba mimi huu mradi umenufaika kwa mtoto wangu na mtoto mlemavu. Kwamba mtoto mlemavu alikuwa hawezi hata kujinawisha macho, alikuwa hawezi hata kunawa mikono, tulikuwa tunamnawisha, alikuwa hawezi hata kusukutua mdomo. Lakini huu mradi ulivyokuja tukaja kwenye zahanati ya Mkatabu, tukapewa mazoezi. Kwamba tukapewa mazoezi, akachukua mswaki na dawa na beseni la kufulia. Akawa anajisugutua mwenyewe, beseni nikalileta, akaweka nguo, akawa anajifulia mwenyewe. Alivyokuwa anajifulia mwenyewe, akamwambia aanike, akaanika. Kaona ameweza. Tulivyoenda nyumbani nikaendelea hivyo hivyo. Nilivyoendelea hivyo hivyo, akawa nafua, nikampangia siku za kufua. Ndani ya wiki alikuwa nampa mazoezi siku tatu nampa mazoezi ya kufua. Natafuta beseni, nampa, anaweka maji, bomba liko nyumbani. Kwa alikuwa anaenda nafungua bomba, anaweka maji kwenye beseni, na mtafutia nguo, nampa, anaenda anaweka kwenye beseni zile nguo. Na alafu akiweka beseni ananiuliza sabuni. Akiniuliza sabuni, ninatafuta sabuni ilipo, nampa. Nikimpa sabuni anaenda anatafuta kakiti. Akitafuta kakiti anaenda kukaa sasa pale bombani na beseni lake, anakuwa anafua mdogo mdogo. Baadaye akiona imenani, anamwaga maji ya kwanza, ya pili anaweka, anamwaga hafa ndani. Ambaye na mtoto kama huyo wa kwangu ambaye yuko hivyo, naomba simfiche ndani, kwamba aende kwenye wataalamu wa afya au aulizie hili shirika, kwamba hata mimi nitamuonyesha mlango wa kupita, na hata hawa wahudumu watamsaidia, mtoto wake atakuwa vizuri kama wa kwangu. Mimi kwa majina naitwa Patricia Nestori Mbirigi. Mimi nilikuwa nimekuja kwenye matibabu ya magonjwa ambayo ninayo kwa ajili ya macho. Yaani nimesaidiwa sana. Yaani wamenipima wakaona ugonjwa wa macho yangu, wakanihudumia, wakanipatia miwani ya kuwa ninavaa niwe ninafanya kazi zangu ambazo zinanikataza kuona. Kwa hiyo mimi kwa kweli hapo ninashukuru sana hawa walengwa ambao wamekuja kutusaidia kwa ajili ya magonjwa. Mimi kwa kweli zaidi ya hayo sina, ila nashukuru kwa kazi ambayo wamekuja kutufanyia. Jina ninaitwa Winston Batwenga, ni mkazi wa kijiji cha Mrutabu. Kwanza kabisa tumefurahi kuona mpango huu unakuja kwenye maeneo yetu. Sisi tulichonufaika nacho, kwanza huduma imetukaribia, lakini pia waliokwisha kupita kwenye mradi huu wameshapata manufaa. Kwa mfano, kuna kijana wetu Imani James, baada ya kuhudumiwa sasa hivi yuko vizuri, lakini kuna mwingine wa kijiji cha Mwifuza alikuwa hajitambui na wala alikuwa hatembei vizuri. Kwa hiyo baada ya mradi huu hao watoto wameanza kutembea kawaida. Majina naitwa Elias Bangutsa, ni msimamizi wa mradi wa program. Moja program ni mradi ambao unahusisha pande tatu: jamii kwa maana ya watu wenye watoto wenye ulemavu wanachangia kidogo, lakini pia serikali nayo inachangia pamoja na shirika la CBIDO na lenyewe linachangia. Kwa hiyo mradi huu kwa sababu unahusisha pande tatu, ndio maana unaitwa pamoja program au PRPP. Leo tuko hapa kata ya Kirusha kwa sababu mradi unaendeshwa kata ya Kirusha pamoja na kata ya Mgoma, lakini leo tuko kata ya Kirusha kwenye zahanati ya Mkatabu kwa ajili ya kufanya outreach ya madaktari kuja kuona wagonjwa, kufanyia assessment ya kiafya na kutoa rufaa kwa wale wagonjwa ambao watabainishwa wanahitaji huduma.
Mradi huu una mwaka mmoja tangu umeanza. Ni mradi wa miaka minne, kwa bado miaka mitatu ya utekelezaji. Kwa leo tunafanya outreach. Tumekuja na madaktari wa macho, daktari bingwa kabisa wa macho, tumekuja na madaktari wa viungo, tumekuja na madaktari wa magonjwa ya afya ya akili kwa ajili ya kuwafanyia assessment wa wagonjwa ambao tayari walishabainika wakati tunafanya usajili huko mjini. Kwa kata ya Kirusha tunao watu wenye ulemavu kwa maana ya watoto na watu wazima ambao tulishawabaini 158 ambao mradi sasa hivi unaendelea nao, lakini wapo wengine ambao tunaendelea kusajili taratibu. Kwa naamini namba lengo kubwa tunalofanya ni kwanza ni kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu. Tunawajengea uwezo kiuchumi, lakini pia kuwajengea uwezo ili waweze kuchangamana na watu wengine, waweze kushiriki shughuli za kijamii, lakini pia waweze kujihudumia kiuchumi. Tunafanya kazi pia ya kuwasaidia watoto ambao wako shule ambao wanatoka kwenye familia hizi zenye changamoto, watu wenye ulemavu. Tunawasaidia vifaa vya shule, tunawasaidia uniform na vitu vingine. Naitwa James Mungi, natokea shirika la CBIDO. CBIDO ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inashughulika na kutoa elimu ya kuzuia ulemavu, lakini pia na huduma za utengamao katika wilaya za Karagwe, Kyerwa, Msenyi pamoja na Ngara. Na leo tupo katika wilaya ya Ngara kupitia mradi wa PPRPP au kwa kifupi tunaita pamoja program, ambao kwa jamii umezoeleka kwa jina la namna hiyo. Ni mradi ambao unatoa elimu ya kuzuia ulemavu, lakini pia huduma za utengamao kwa watoto wenye ulemavu. Na huduma za kuzuia ulemavu zinaenda kwenye makundi mbalimbali, makundi ya mama wajawazito, wamama wenye watoto chini ya miaka 5 au wale wanaonyonyesha, makundi ya vijana, makundi ya watu wanaotarajia kupata kubeba ujauzito, na wale vijana ambao wanakaribia kuoana. Na huduma hii kwa wilaya yetu ya Ngara tunaifanya katika kata mbili, kata ya Mugoma pamoja na kata ya Kirusha. Na leo tuko katika kata yetu ya Kirusha kwa ajili ya zoezi la outreach clinic au huduma za mikoba, ambapo kuna huduma mbalimbali mchanganyiko: huduma ya macho, huduma ya afya ya akili, huduma ya mazoezi tiba kwa vitendo na mazoezi ya viungo, ambapo jamii imehamasika kwa namna mbalimbali na wote wamepata huduma kwa kadiri walivyokuwa wamewekewa mpango wa huduma na namna mahitaji yao yalivyokuwa. Sisi kama CBIDO tunawashukuru viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Ngara kupitia kwa mkurugenzi wa wilaya na idara zake, ofisi ya BMO, idara ya elimu, idara ya ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii kwa ujumla wake, kwa namna walivyotoa ushirikiano kwa shirika hili la CBIDO na kupitia mradi wetu pamoja ambao tunafanya kwa mashirikiano ya pande zote tatu: serikali kwa maana kama mdau mkubwa, lakini jamii pamoja na jamii ya watu Ngara pamoja na taasisi ya CBIDO. Lakini kwa kipekee tunawashukuru waheshimiwa madiwani wa kata ya Kirusha pamoja na Mugoma kwa namna walivyohamasisha jamii zao kuweza kupokea huu mradi, na kwa hakika unaendelea vizuri. Ni pamoja na maafisa watendaji wote, afisa watendaji wa kata pamoja na maafisa watendaji wa vijiji. Tunasema asante, tunashukuru kwa ajili ya huduma zote za mradi zinazoendelea, na kwa pamoja tunasema tunasonga mbele.